Kwa siku tunaweza kuzalisha mitungi 50 ya lita 50 katika uzalishaji wetu wa oxygen katika hao mtambo wetu hapa Lumumba. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mtambo wetu wa Lumumba una kazi kuu mbili. Tuna kazi ya kuzalisha gesi ambayo inakwenda moja kwa moja katika hospitali yetu ya Lumumba, ambayo hiyo imeunganishwa, ni planti zetu zipo mbili, ni A na B, ambazo hizo zinazalishwa gesi ambayo inakwenda direct katika hospitali ya Lumumba. Na pia kuna planti yetu C, ni kwa ajili ya ujazaji wa chupa hizi tunazoziona pale cylinder. Pana cylinder za aina 3, cylinder lita 10, lita 40 pamoja na lita 50, ambazo hizo tunaweza kuzizalisha ndani ya masaa 12 chupa 50. Changamoto yetu kuu ni kwamba bado tuna uhitaji wa mitambo mengine, kwa sababu matumizi ni mengi. Kama tunavyoelewa jitihada za Mheshimiwa Rais za kujenga majengo mapya ya hospitali pamoja na vituo vya afya, hivyo kwa hiyo kunahitajika bado oxygen nyingi kwa ajili ya hizo hospitali. Mfano kama sasa hivi Zanzibar tuna hospitali za wilaya 7, hospitali ya mkoa 1 pamoja na vituo vya afya hivi vinavyoendelea kujengwa. Tunapoanza kujaza hewa tiba chupa 10 tunajaza kwa lisali 1 na dakika 3. Tukijaza kwa chupa 20 kwa wakati mmoja ni masaa mawili, yaweza dakika 6 mpaka dakika 10 tunatumia. Changamoto ni nyingi zinazotokezea hapa, na changamoto zozote kwenye kazi ni kitu cha kawaida, lakini changamoto kubwa yetu sisi hapa ni umeme. Kukata kwa umeme, kama ni sasa hivi nasikia generator zinavyofanya kazi. Tunaomba kwa upande wetu sisi hapa wa Bohari Kuu na mkurugenzi wetu mpya atufanyie tuweze kupata generator lenye uwezo at least kV 500 tupatie, ili nasie umeme ukikata tuweze tufanye kazi ili shughuli zetu zisiweze kuganda. Moja kati ya mamlaka tulopewa kisheria ni kusimamia utengenezaji na usimamizi wote wa gesi tiba, na leo katika ziara yangu ya kwanza tumeanza kukagua mitambo yote ya uzalishaji ya gesi tiba. Tulianzia kule Mwera Pongwe, ambapo tumeangalia operation zote na pamoja na wafanyakazi wasimamizi. Tumeangalia hali halisi ilivyo ya uzalishaji kwa sasa hivi. Kule tumefunga booster mpya na mitambo inafanya kazi vizuri kabisa. Baadaye tumekuja kumaliza ukaguzi wetu wa siku ya leo hapa hospitali ya Lumumba, ambapo mtambo huu umejikita zaidi kwenye kusupply oxygen direct kwenda hospitali, na kuna mtambo mwingine mdogo kwa ajili ya kutengeneza cylinder za reserve. Kwa hiyo mitambo yote hii miwili tumekuta kuna changamoto kubwa na ndogo ambazo nimeongea na watu wangu, na tumai sasa kama mkurugenzi mkuu ni kuzifanyia kazi. Vitu kama standby generator kwa mtambo wa Mwera Pongwe na vitu vidogo vidogo kwa mtambo huu, ili kuhakikisha kwamba gesi tiba inazalishwa kwa ufanisi, inapatikana muda wote, kuepuka hali ya dharura na mpango ambao utaathiri upatikanaji wa gesi kwa wananchi. Kwa wananchi wote tunawahakikishia kwamba tutaendelea usambazaji na usimamizi mzuri wa gesi tiba katika vituo vyote vya afya na hospitali zote Unguja na Pemba. Changamoto kubwa ni uhaba wa baadhi ya vifaa, kama unakuta protective gear, kuna standby generator, kuna muda mwingine wanasema mitambo ina operate full capacity ambayo husababisha uchakavu wa haraka. Hizo ndio changamoto ambazo nimezikuta, lakini kwa planning tunaweza kuzitatua zote. Wito wangu ni kuendelea kufanya kazi kwa weledi na kusimamia hii mitambo, mali ya serikali, kuhakikisha kwamba hakuna upotevu wowote wa mitungi, wala kuweza anticipate kama kutatokea emergencies, ima kwa kuharibika kwa mitambo au kwa matumizi ya juu ya oxygen gesi tiba katika vituo vyote. Kwa hiyo ni kujipanga vizuri na pia kushirikiana na
kucommunicate vizuri na timu ya utendaji ili kuhakikisha changamoto zote zinatatuliwa haraka, kuhakikisha kwamba gesi tiba hakuna changamoto yote katika mnyororo kuanzia uzalishaji, usambazaji hadi kufika kwa mgonjwa. Kusiwe na changamoto yote ambayo itazuia smooth operation ya mitambo yote. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.